Jimbo la Utah nchini Marekani limekuwa jimbo la kwanza kupitisha sheria ya kwanza ya Jumapili. Unakumbuka katika somo letu la sheria ya Jumapili imejitokeza Marekani. Nilikufunulia na nikakuletea ushahidi ya kwamba jimbo la Utah lilikuwa la kwanza pale tarehe 9 ya Januari mwaka huu kutangaza ya kwamba wanataka kupitisha sheria ya kutunza Jumapili kwenye hilo jimbo, ndipo watu waweza kupata muda wa kuweza kufanya ibada zao bila vizuizi. Hiyo ilikuwa tarehe 9. Ilipofika tarehe 13, jimbo la North Dakota nalo likasema ya kwamba hata sisi tunataka kupitisha sheria za kufunga kazi Jumapili, ndipo watu waweze kupata muda wa kuweza kuabudu. Jimbo hilo la North Dakota likawa jimbo la kwanza. Wakafanya haraka, maana tarehe 15 wakafanya vikao, wakajadili huo mswada, lakini ukaanguka. Waliounga mkono walikuwa 21 na waliopinga walikuwa 25. Hao wapunge wakauangusha huo mswada kwa kura 4 tu. Sababu waliopeana ni kwamba huo mswada ulikuwa na kasoro fulani. Basi waliouleta wakasema wanaenda kurekebisha, kuukarabati, ndipo waurudishe tena uweze kujadiliwa na kupitishwa uwe sheria. Kipindi hicho tumekuwa tukingoja tuone, je, lile jimbo la Utah mambo vipi? Jimbo la Utah, unakumbuka nikikwambia ya kwamba aliyeleta huu mswada kwenye hilo jimbo la Utah ni mmoja wa wale wa Project 2025, mmoja wa wale walioanzisha hiyo sera na walioiandika, anaitwa mpunge Ken Ivory. Tukawa tunangoja tuone itaenda vipi kule Utah, na cha kushangaza ni kwamba dunia ilipokuwa imelala, wakaupitisha huo mswada ukawa sheria. Wakaupitisha, na hii taarifa imejitokeza tarehe 7 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. Ndipo hiyo taarifa inatokezea kwenye jarida moja ya kwamba bunge la Utah, wapunge wamepitisha kwa kauli moja, huo mswada umepita, umekuwa sheria. Mjumbe wa Mungu alitueleza vizuri sana ya kwamba sheria ya Jumapili Marekani haitakuja mara moja kama sheria moja, bali itakuja kama sheria nyingi.